Bwana. Bwana, mambo yamekuwa ni matamu kweli msikilizaji. Bwana kumbe bwana Bobby yule mwanamke ambaye amempa mpaka ujauzito, mwanamke ambaye anamdinya kila siku, mwanamke ambaye yeye anasema ni mwanamke wake, kumbe bwana ndo jambazi kuu mwenyewe, anaitwa Bad Lady. Unajua sasa hapa naamini ule msemo unaosema adui yako hatokei mbali, ndicho kinachomkumba Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake wote, akiwemo Roy, Bobby, wakidarayani, wakidadadia. Mwanamke ambaye wanamwamini ndo mtu kumbe anayewapasua kichwa. Sasa swali ni kwamba je, Bobby akija kuufahamu ukweli huu ya kwamba huyu mwanamke wake ndiye jambazi na ndiye msuka michongo yote ya kutekwa kwa rais, itakuwa aje? Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 16. Langu jina naitwa Uncle J Masimulizi. Mzigo mtamu huu wa huu mzigo unaitwa The Evil Game. Umetayarishwa na kuandaliwa na mwandishi anaitwa Edazaria Jimsulwa. Karibu sana nikusimulie huu tabu mwanzo mpaka mwisho, tupate kujua mambo yalikuwaje kuwaje. Kikulacho kingoni mwako, kikulacho kumbe kingoni mwako, adui yako rafiki yako, huyu unacheka naye, unaimba naye, kumbe mwenzio anaonagi. Unajua hizi nyimbo za sisi wa watu wa miaka ya 90 huko, watoto 2000, hizi nyimbo hawazijui kabisa. Karibu sana ndugu yangu, karibu. Naam, msikilizaji, simu ya mwanadada Bad Lady ilianza kuita. Alinyanyuka na kisha aliondoka mezani alipokuwa anapata chakula akiwa na ule kijana Spana White. Bad Lady aliingia chumbani kwake na moja kwa moja akapitiliza mpaka toilet. Alipofika huko toilet, alifungua maji ya kwenye bomba la mvua na kisha alipokea simu hiyo. Mara baada tu kupokea, ilisikika sauti ya mwanaume ikisema, "Mkuu, kazi imekamilika. Rais na familia yake ipo hapa. Je, nijitokeze nirudi nchini ili niweze kushikilia nchi ama unasemaje?" Swali la sauti ya mwanaume huyo iliyokuwa inasikika kwenye simu ya mwanadada Bad Lady ilizungumza kwa unyenyekevu mkubwa mno na heshima. Bad Lady akasema, "Hebu nisikilize. Wakati wako bado. Nitakueleza pale wakati utakapoweza kufika. Nadhani umenielewa. Kwa sasa na kuomba utulie kama ulivyotulia." Bad Lady alizungumza kwa sauti yenye mamlaka na yule mtu upande wa pili akasema, "Ndio mkuu, nimekuelewa." "Okay. Vizuri kama umenielewa." Naam. Bad Lady alikata simu na kisha akayafunga maji hayo huku akiwa anajitazama kwenye kioo kilichopo chooni hapo, kwani adui waliokuwa wanahangaika kumtafuta na kwa udi na uvumba, kumbe adui huyu wanaishi naye na mbaya zaidi wanashirikiana naye kwenye masuala ya kiusalama ya nchi. Lo! Taratibu Bad Lady alijishika tumbo lake lenye kiumbe ndani yake, akasema, "Mungu nisaidie." Bad Lady alizungumza hivyo huku akifunga maji ya bomba na kisha alitoka bafuni hapo. Alijilaza kitandani huku akili yake ikiwaza ni nini cha kufanya, kwani Bobby na Roy walikuwa wameondoka na kusema kwamba wanakwenda kukutana na Ruben. Bad Lady alichukua simu yake na kisha akampigia simu Bobby. Simu ya Bobby iliita mpaka ikakatika bila hata ya kupokelewa. Bad Lady akapiga tena, lakini simu haikupokelewa na mwisho wa siku ikakatwa na kuzimwa kabisa. Kutokana na uchovu wa hali ya ujauzito alionao, huyu bidada Bad Lady taratibu alijikuta akipitiwa na usingizi mzito. Naam, upande wa pili tunapata kumwona Ryan akizungumza akisema, "Tunaondoka
Ryan alizungumza huku akishuka kwenye ngazi, huku akiwa amebadilisha nguo zake. Simu zenu? Ryan alizungumza huku akianza kumnyoshea Bobby simu yake ambayo ilikuwa inaita. Alimkabidhi Ryan simu hiyo na Ryan aliitazama namba hiyo iliyosajiliwa kwa jina la wife. Alizima hiyo simu. Akichukua simu ya Roy na Ruben akazizima zote. Nadia akatoka huku akiwa anaburuza begi kubwa la matairi. Roy akamwambia Nadia, "Nikusaidie?" Roy alizungumza huku akichukua begi hilo kutoka mikononi mwa Nadia. Walitoka nje na kuingia ndani ya gari mbili tofauti. Wakaondoka hilo eneo huku gari moja akiwa anaendesha Bobby na Ruben akiwa yuko pembeni yake, huku gari jingine akiendesha Ryan na pembeni yake akiwa amekaa Nadia na siti ya nyuma akiwa amekaa Roy. Ruben aliuliza, "Tunaelekea wapi kwani?" Ruben aliuliza hilo swali. Bobby akasema, "Sijajua kwa kweli. Si tunamfuata tu Ryan." Bobby alizungumza huku safari ilizidi kusonga mbele. Walifika uwanja wa ndege, walishuka ndani ya magari wakiwa katika eneo ilipokuwa imesimama private jet ya Nadia. Ruben akauliza, "Bana, hii chuma ya nani?" Bobby akasema, "Hiyo chuma mwanangu ni ya madam." Bobby alijibu huku akitembea kuelekea katika ngazi za ndege hiyo. Waliingia katika hiyo ndege na taratibu ndege iliendeshwa na kutoka eneo hilo la karakana, na taratibu wakaanza kutafuta barabara sasa ya kupaa ili kuiacha ardhi ya Dar es Salaam. Aise, hiki kikosi kinakwenda kumtafuta adui, wasijue adui wako naye hapa hapa Tanzania. Baada ya kushika kasi ndege hiyo ilipata ratibu, na baada ya kukaa vizuri angani wakafungua pale mikanda siti zao, huku wote wakiwa kimya wasijue ni wapi wanapoelekea. Roy ilibidi azungumze kwa kusema, "Come on guys. Jamani, naweza nikauliza swali?" "Ya, unaweza kuuliza." Ryan alijibu huku akiwa anamtazama Roy. Roy akasema, "Kwani mkuu, tunaelekea wapi? Mbona tuelewi?" "Mkifika ndipo mtaelewa ni wapi mnaelekea. Ila kwa sasa kila mmoja awe na amani kwenye hii safari." Msikilizaji, jibu la Ryan lilitosha kabisa kumfanya Roy akae kimya. Baada ya mwendo wa masaa 19 angani, walifika Bogota, Colombia. Ryan akasema, "Sasa basi, naamini hii ni mara yenu ya kwanza kufika Colombia." Ryan alizungumza huku ndege ikiwa inatembea taratibu kuelekea eneo la kusimama. "Nimewachagua nyinyi watu watatu kwa sababu wote hapa mnaweza kuongea Kispanish vizuri bila kung'atang'ata maneno. Tuna mazoezi ya saa 72, mazoezi ya msituni. Kila mmoja natambua ni komando mwenye mafunzo mazuri, ila tunakwenda kwenye mission ya hatari sana. Mission ambayo tunakwenda kupambana na jeshi kubwa, jeshi lenye silaha, jeshi lenye nguvu, lenye kufadhiliwa na watu wenye nguvu, na pia ni jeshi linalotengeneza 70% ya madawa yanayosambaa bara lote la Amerika na Afrika na Ulaya pia. Kwa sasa ni shetu hapo. Nadhani tunaelewana nilichokizungumza. Tuna masaa 72 ya kufanya mazoezi msituni. Tumeelewana?" "Ndio." Sasa kila mmoja, hii ni passport yake. Uraia ni wa Afrika Kusini na majina ni tofauti, na tupo hapa kama walinzi wa Madam Claudia ambaye ndo huyu Nadia. Nadia yuko hapa kibiashara, hivyo basi tutaishi kama walinzi wake, ila misheni yetu tutaifahamu mbele ya safari, na kila mmoja na suti yake ipo ndani ya kile chumba. Mtaingia kwenye kati tofauti ili uweze kubadilisha mavazi. Nadhani hii jambo lifanyike chap chap kwa haraka. Naam. Mara baada ya kuzungumza hivyo, Roy akawa wa kwanza kunyanyuka katika siti yake. Aliingia ndani ya chumba. Alikutana na suti yake ikiwa imening'inizwa, huku kukiwa kuna kikaratasi chenye jina lake. Alivua nguo zake Roy haraka haraka, akaivaa hiyo suti pamoja na viatu vipya.
alitoka, akafuatia Ruben, huku Bobby akawa ni wa mwisho. Tusikilizane. Tutapokelewa na gari 2 na zitakuwa zina madereva. Hivyo wewe Ruben pamoja na wewe Bobby mtapanda gari ya mbele, na wewe Roy utakaa siti ya mbele katika gari tutakayopanda sisi watatu, mimi, Nadia na wewe. Lakini mimi na Nadia tutakaa siti ya nyuma. Nadhani mpaka hapo tumeelewana? Ndio mkuu. Okay, nashukuru. Naam. Mara baada ya Ryan kuzungumza maneno hayo, walishuka ndani ya ndege katika uwanja wa El Dorado uliopo katika mji mkuu wa Bogota. Wakaingia ndani ya gari 2 zilizofika uwanjani hapo kuwapokea, huku katika kila gari moja kukiwa kuna dereva aliyekuwa amevalia suti. Wakaondoka uwanjani hapo. Baada ya mwendo wa dakika 25 walifika katika ghorofa ndefu, na gari hizo zikaingia katika ghorofa hiyo, eneo la maegesho. Walikashuka ndani ya gari, wakaongozana na madereva hao hadi katika lifti. Lifti ikapanda mpaka ghorofa ya 32. Lifti ikafunguka, wakaingia katika mlango uliopo mbele yao, na madereva hao wawili walibaki nje ya mlango kuimarisha ulinzi. Ryan akafungua zipu ya begi la Nadia. Alitoa kifaa maalum cha kunasa kamera za siri pamoja na vipaza sauti vinavyotegeshwa ndani ya vyumba. Akakagua chumba kizima. Hapakuwa na kinasa sauti wala kamera ya siri. Ryan akatazama saa yake mkononi. Mlango kagongwa, na ndipo Ryan akatembea mpaka mlangoni. Akaufungua mlango kwa tahadhari kubwa mno, na kisha akamkaribisha mgongaji. Karibu. Ryan alizungumza hivyo huku akimkaribisha mwanamke aliyekuwa amevalia kofia kichwani mwake. Mwanamke huyu aliwatazama watu wote waliopo ndani hapo kwa macho ya haraka haraka. Ryan akasema, karibu keti. Mwanamke huyu akaketi huku akionyesha umakini kwa watu wote waliopo ndani hapo. Nadia yeye alikaa kochi la mbele linalotazamana na mwanamke huyo, huku wakiwa wametenganishwa na meza. Bobby, Ruben na Roy wote walikuwa wamesimama kila mmoja eneo lake. Ryan alikaa huku akiendelea kumtazama msichana huyo aliyekuwa ameingia hapo ndani. Mwanamke huyo akasema, hivi mnawaamini hawa mlionao, au tuongee sisi tu watatu? Tunawaamini, wewe zungumza tu, hakuna shida. Ryan alijibu hivyo huku akiendelea kumtazama msichana huyo. Mwanamke huyo akasema sawa, na ndipo hapo akafungua kipochi kidogo alichokuwa amekining'iniza kwa mbele. Akatoa bahasha kubwa, alitoa picha kadhaa na kuziweka mezani, na kisha akasema, Black Caesar ni kiongozi anayetafutwa na vyombo vya usalama hapa nchini Colombia na Marekani. Anajihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya, na ana jeshi kubwa la maharamia linaloteka, kuua na kutekeleza matukio ya kigaidi ndani na nje ya Colombia. Kwa sasa yeye ndio mtu mwenye nguvu hapa Colombia, kutokana na kwamba anamiliki jeshi kubwa na kuwashika viongozi wengi tu ngazi za juu. Kiufupi, Black Caesar hakuna anayemgusa na analindwa sana. Ikiwa kwa taarifa za kijasusi, ndani ya kambi yake kubwa yenye wanajeshi ina kiongozi mkuu ambaye kiongozi huyo hajulikani kwa sura wala jina, na kiongozi huyo ndiye mmiliki wa hilo jeshi zima. Kama ulivyonieleza mkuu, niweze kuchunguza, ndege iliyomteka rais ipo ndani ya hiyo kambi, na wapelelezi wangu wa ndani kabisa wamenitumia hii picha ya siri. Naam, mwanamke huyo mara baada ya kuzungumza hivyo, alitoa hiyo picha inayomwonyesha rais na mke wake wakiwa wameshikiliwa na kufungwa mikono na midomo yao. Ryan akasema, Ruben, hebu sogea hapo ufanye utambuzi. Ryan alizungumza hivyo na Ruben ilibidi asogelee hiyo picha aitazame. Akasema, yani yeye, huyu ni mheshimiwa rais, yeye ni kweli ni yeye. Picha za kambi ni hizo hapo kwa juu.
Jengo alilowekwa rais ni hili hapa. Hii kambi ni kubwa sana yenye wanajeshi zaidi ya 2000. Kuna majengo zaidi ya 50. Huku nyumba ya mmiliki ikiwa ni hilo hapo ghorofa kubwa ambalo mnaliona. Lakini pia kwenye hii kambi kuna patrol ambazo ni kubwa sana. Naweza nikasema ni mara 3 ya ulinzi. Na hali ya kawaida toka aliposhikiliwa rais wenu, wageni wengi wanaoingia katika hii kambi au katika huu mji wengi hufuatiliwa. Hivyo sio jambo la rais kupenya kwenye hii ngome ambayo mnaiona. Na hii ni kutokana na namna wanavyoendesha shughuli zao. Kwa maana hiyo, toka rais wa Tanzania atekwe na kuletwa kwenye hii kambi, ulinzi umeongezeka mara 3. Kwa kama mnataka kuingia kwenye hii kambi, ni lazima mlijue hilo. Huyo kiongozi wa siri unamfahamu? Hapana, simfahamu na hajulikani na watu wengi. Anayemwendesha shughuli zake ni huyu anaitwa Black Kaisal. Huyu Black Kaisal yeye sio mkubwa, ila na huyo mkubwa wake ambaye hajulikani. Ila Black Kaisal ndiye anayesimamia kila kitu. Na yeye ndiye anaonekana ni mkubwa, lakini yeye sio mkubwa. Okay. Kazi nzuri. Hayo mengine tuachie sisi, tutaingiaje kwenye hiyo kambi tuachie sisi. Tunashukuru kwa taarifa. Nadia alizungumza hivyo. Asanteni, inabidi mimi niondoke sasa. Unaweza ukaenda. Nadia alimjibu mwanamke huyo. Alisimama na kutoka ndani hapo. Bwana, kazi imekuwa ni nzito. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali ya kwamba hii operation ni ngumu sana, basi ugumu wenyewe sasa ndio huu mmeuona. Sasa tusikilizane. Tutaondoka na gari jingine kuelekea eneo tutakalopata mafunzo kwa siku 3. Mafunzo yatakuwa ni ya msituni na yatakuwa ni mafunzo magumu sana. Hivyo kila mmoja ajiandae, kwani tunakwenda kwenye operation ya kufa ama kupona. Kwenye hii mission hakuna mwenye uhakika ya kwamba atatoka salama, ila tunakwenda kupambana. Kwa kama tutakufa acha tufe, na kama tutapona acha tupone. Nadhani tumeelewana? Ndio mkuu. Wote watatu walijibu, yani Ruben, Roy pamoja na Bobby. Hawakukaa sana ndani ya chumba hicho. Walitoka na kuingia katika gari jingine aina ya Mercedes G-Class, huku gari walizotoka nazo uwanja wa ndege zikianza kutangulia na walinzi waliokuwa wamekuja nao. Wakawasubiri kwa dakika 5 na kisha taratibu wakatoka katika maegesho hayo ya ghorofa hilo kubwa lenye ofisi, makazi ya watu na maduka pia. Kila mmoja akakabidhiwa bastola yake, na Nadia pamoja na magazini zenye risasi, kila mmoja alikabidhiwa kwa ajili ya kujilinda. Ukimya ulitawala ndani ya gari, huku kila mmoja akitazama safari hiyo inayovyokwenda, huku gari ikiendeshwa na Ryan. Na hii itakuwa ni mission yangu ya mwisho kuifanya kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania, Ryan alizungumza huku akiwa anazidi kusonga mbele. Bobby akasema, sasa kwa nini mkuu iwe mission yako ya mwisho? Tulishamaliza muda wetu kwenye hizi mambo. Nimefanya kurudi kwa sababu ya mke wangu hapa Nadia. Aliniomba sana kurudi kwa ajili ya hii operation. Madam, ni kwa nini umemshawishi mkuu arudi kwenye mission? Ruben naye alimuuliza swali hilo Nadia. Nadia akasema, ni kwa sababu nahitaji kuweza kuirudisha Scorpion madarakani. Naamini nilishawaeleza kwa nini Scorpion haikuwepo ndani ya Tanzania baada ya huyu jamaa kuchukua madaraka. Ya, ndio ni kweli madam. Basi mtu sahihi ambaye niliamini hii operation anaweza kuihimili
ni mume wangu Ryan pekee, kwa sababu ana ujuzi wa operesheni ngumu kama hizi. Lakini madam. Ndiyo Bobby, nakusikiliza. Au labda ngoja nimuulize mheshimiwa mwenyewe. Eti mkuu, ni operesheni gani ngumu ambayo unaikumbuka uliwahi kuifanya na ukajua kabisa hii ni operesheni ngumu sana kuliko ugumu wenyewe? Operesheni ngumu kuifanya ambayo haiwezi kunitoka akilini mwangu ni operesheni moja hivi Somalia. Ilikuwaje hiyo kaka? Ile haikuwa operation. Ilikuwa ni moja ya safari ya diplomasia ambapo nakumbuka makamu wa rais mshenzi sana yule mzee. Alikwenda Somalia. Mbona unamuita mshenzi tena? Kuna mambo yalitokea tukapishana mimi na yeye. Mume wangu, uambie tu ukweli ya kwamba ulipita na mke wake pamoja na mwanae. Kwani unaficha ukweli? Nadia alizungumza na Roy alishindwa kujizuia. Alijikuta kicheka kwa nguvu na kuwafanya wengine wote wacheke. Oya mkuu, au ulikuwa hatari mwanangu. Mimi mwenyewe napenda mademu lakini wewe noma. Heri ulipita na mama mtu mpaka na mtoto wake. Wewe noma ise. Roy alizungumza kwa utani huku wakiendelea kucheka na safari ikazidi kusonga mbele. Sasa bwana. Ile sasa nakumbuka tupo kwenye msafara na walinzi wake ambao wengi nilikuwa na bifu nao. Kulitokea ambush moja ambayo ni mbaya sana. Ile kitu kuna kipindi huwa hadi ninaota. Jukumu langu ilikuwa ni kuweza kumlinda VIP. Aise, nilipambana ile siku. Nilipiga risasi, niliua watu. Ila timu nzima ya ulinzi wa makamu wa rais iliuawa. Aise, pole sana mkuu. Nilishapoa. Niliweza kumtorosha makamu wa rais eneo la tukio. Tulibahatika kusaidiwa na afisa mmoja wa polisi wa kike. Basi kwa msaada wake tuliweza kurudi nchini Tanzania. Ila nikiwa nimechoka kwa kiwango cha kimataifa. Aise kaka, inabidi jina lako liandikwe kwenye historia ya watu mashujaa nchini. Wanasiasa hawa ni wafala sana. Tunawalinda kwa sababu ya protocol za nchi zinahitaji sisi kuweza kufanya hivyo. Ile ingekuwa sivyo hivyo, hakuna watu wabaya kama hawa wanasiasa. Jamaa alitumia cheo chake vibaya. Wakaniwekea gesi ya sumu kwenye chumba cha mahojiano. I say, ingekuwa sio mzee Maxi, sasa hivi ningekuwa marehemu muda mrefu sana. Kwa nini sasa alifanya hivyo? Kisa mkewe tu na mwanae, kwa sababu niliwakula. Alafu mkewe mwenyewe ndo aliweza kuelewa show yangu. Alinifanyia vituko vya ajabu ajabu, nikajikuta tunapita naye. Iko hivyo na mambo mengine sipendi sana kuyakumbuka. Kwa nimekujibu swali lako Bobby. Operation ngumu nilowahi kuipitia ni kumwokoa makamu wa rais ndani ya Mogadishu, Somalia. Sio Mogadishu mlioipita nyinyi juzi kidogo tu ina amani, hapana. Mogadishu hiyo ilikuwa ni hatari, tena ni hatari vibaya mno. Naam, hapo Ryan aliwapa story huku akiwa anapunguza mwendo wa gari, kwani mbele yao kulikuwa kuna gari 3 za polisi waliokuwa wamefunga barabara kwa ajili ya ukaguzi, huku pembeni kulikuwa kuna gari 2 za wanajeshi. Ryan akasema, kila mmoja awe makini. Mnaona mbele pale kuna kizuizi cha maskari. Ryan alizungumza huku akitazama gari 3 zilizopo mbele yao zinazokaguliwa na polisi hapo pamoja na wanajeshi wenye mitutu ya bunduki. Kwani hawa kuna kitu wanakitafuta nini? Roy aliuliza hilo swali na Ryan akajibu, sijajua, ila kwa Colombia hichi ni kitu cha kawaida sana. Ryan alizungumza huku akiendesha taratibu kusogea mbele. Na ndipo taratibu Ryan akafungua kioo cha gari pembeni ya askari aliyekuwa amesimamisha hilo gari. Beunasi notisia.
Asulesia di sokora parpisova. Msikilizaji, hapo iko ni Kikolombia. Najua nimekuacha, lakini ngoja nikutafsirie. Ryan alimsalimia yule askari, habari yako afande. Na hapo afande huyo akasema, leseni yako ya udereva tafadhali. Ryan alitoa leseni yake ya udereva akamkabidhi askari huyo. Askari huyo akaondoka na leseni hiyo mpaka kwenye gari la polisi ili kuweza kuikagua. Mbona kama wanajadiliana wale? Nadia aliuliza huku akiwatazama askari waliokuwa wakijadiliana, na kisha askari wale walionekana kupeana ishara. Askari na wanajeshi kwa haraka wakawanyoshea mitutu ya bunduki gari aliyomo Ryan na wenzake, huku askari mmoja akiwaamrisha washuke kwa haraka kwenye gari, huku wakinyosha mikono juu, jambo ambalo lilimfanya Ryan ashushe pumzi taratibu, huku Bobby, Roy na Ruben waliokuwa wamekaa siti ya nyuma wakatoa bastola zao tayari kwa kujibu mashambulizi yoyote endapo askari na wanajeshi hao wataamua kuwashambulia, na wenyewe wakawa wako tayari, mkitushambulia na sisi tunawashambulia. Lakini Ryan akasema, tulieni, rudisheni hizo bastola. Ryan alizungumza huku akiwa amenyoosha mikono juu taratibu, akiwatazama askari hao na wanajeshi. Nadia akaitoa simu yake mfukoni mwake, akaipiga simu ya general wa jeshi la nchi ya Colombia. Mkuu, nipo nchini mwako. Naona hapa wanajeshi wako wamenikamata na wameninyoshea bunduki. Mkuu, unaweza kumpatia simu mmoja wao? Hao ni wapumbavu sana hao. General alizungumza kwa msisitizo. Nadia alifungua mlango akashuka ndani ya gari huku mikono yake ikiwa ipo juu. El General necesita hablar con uno de sus. Hapo aliongea Kikolombia Nadia, akimaanisha ya kwamba general wenu anahitaji kuzungumza na mmoja wenu. Nadia alizungumza kwa lugha ya Kispanish na kuwafanya wanajeshi pamoja na askari hao wamtazame. Askari mmoja akamsogelea Nadia, alichukua simu hiyo na kuiweka sikioni mwake. Hola. Askari huyo alizungumza kwa sauti ya kusikilizia. Akaambiwa, Dibonde sakasa, el coraje, para setin rohis dinyo, hiside la mili ya mal. Hapo mkuu huyo wa jeshi alisema, mnapata wapi ujasiri wa kumkamata mtu huyo? Ilikuwa ni sauti ya ukali, ikamfanya askari huyo atetemeke. Ilibidi ampatie mwanajeshi mmoja simu. Kapteni Lodido, habari kushi. Jamaa huyu wa kijeshi wa Kikolombia alisema yeye ni Kapteni Rodrigo. Alipojitambulisha tu hivyo, mkubwa wake wa kazi akamwambia, tonto, ordena Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Dispirques Casemiro, Santiago Yomisoro. Huyu mkuu wa jeshi alisema, mpumbavu wewe, amrisha askari wako kuweka silaha chini, na la sivyo nitakushughulikia mimi mwenyewe. Kapteni Rodrigo ilibidi ashtuke sana, kwani ilikuwa ni sauti ya general, ana alikuwa anaifahamu vizuri mno. Ilibidi pale pale aombe radhi. Pedro dame muchore senelo, alisema nisamehe sana mkuu. Kapteni Rodrigo alizungumza kwa hofu na mashaka tele, huku akitoa ishara ya askari na wanajeshi washushe silaha zao chini, na akamrudishia Nadia simu yake, akaiweka sikioni mwake Nadia. Nadia akasema, wameshusha. Yule mkuu wa majeshi akasema, samahani sana mkuu, sikufahamu kama upo nchini bwana. Kuna operation tunaiendesha siku hizi mbili zilizopita, kumetokea mauaji na genge moja vila kihalifu limevamia klabu moja ya usiku na kuua watu waliokuwa hapo ndani ya hiyo klabu, na ndio maana tunaendelea kuwasaka kwa udi na uvumba. Nisamehe sana mkuu. Naomba nitumie namba ya gari lako ili lisiweze kukamatwa wala kukaguliwa tena. General alijieleza kwa unyenyekevu mno, na ndipo Nadia akasema, usijali, nimekuelewa. Nadia akapiga picha ya gari kwa mbele akamtumia general, huku askari na wanajeshi wakiwa wanatazama kwa wasiwasi. Nadia akarudi kwenye gari na askari alikuwa amechukua leseni ya udereva, ilibidi amrudishie Ryan leseni yake. Wakasogeza kizuizi walichokuwa wamekiweka barabarani, na kisha wakina Ryan wakaondoka eneo hilo, huku Bobby na Roy na Ruben wakawa wamerudisha bastola zao viunoni, huku akiwa hawaamini kama jambo hilo limetatulika kirahisi mno.
hakuna kutusimamisha tena. Nadia alizungumza hivyo na safari ilizidi kusonga mbele kwa mwendo masaa 8 huku akiwa wamesimama mara moja tu kwenye sheli kwa ajili ya kuongeza mafuta. Naam, wakafika katika msitu mnene wenye miti mingi iliyokuwa imefungamana kiasi cha kumfanya Ryan kuwasha taa, japo ilikuwa ni mchana. Wakafika eneo lenye geti na mwanajeshi mmoja aliwasimamisha huku mkononi mwake akiwa ameshika bunduki aina ya AK-47. Ryan kwanza alishusha kioo na mwanajeshi huyo akapiga saluti pale, akafungua geti, wakaendelea kusonga mbele kwa mwendo wa kilomita 1 na wakakuta eneo kubwa lenye nyumba zilizokuwa zimetengenezwa kwa mbao, huku kukiwa kuna gari aina ya jeep, gari za jeshi. Ryan akasema, hii ni kambi ndogo tunayoandaa makomando wenye uwezo mkubwa sana wa kufanya operesheni ngumu zilizoshindikana ambazo nyingi zinawashinda vikosi vya kiserikali. Ryan alizungumza huku akishuka kwenye gari. Mwanaume mmoja mrefu mwenye asili ya kizungu, huku kichwani mwake akiwa na mvi nyingi kweli kweli, alikuwa amevalia mavazi ya kijeshi. Alimpigia saluti Ryan na Nadia na kisha aliwapa mikono. Yule mzee akasema, karibuni sana wakuu. Tunashukuru. Wanafunzi wako watatu hawa hapa nimekuletea. Tuna siku 3 tu. Nahitaji uanoe kisawasawa. Wawe watu haswa. Usijali mkuu. Agizo lako hilo kwetu sisi ni amri kabisa. Nashukuru sana. Tumeshaandaa mazingira. Okay, sawa vijana. Kamanda hapo, mtaungana naye. Nadhani kila kitu kiko sawa. Ryan alizungumza huku akimtazama Ruben na wenzake, wakamwitikia sawa mkuu. Hapo Nadia na Ryan wakaelekea kwenye nyumba moja ya ghorofa iliyokuwa imetengenezwa kwa mbao za miti migumu sana. Ruben na wenzake walipelekwa kwenye nyumba nyingine ya kawaida tu iliyotengenezwa kwa mbao ngumu na wakaonyeshwa pale vitanda vya kupumzikia vilivyopo kwenye chumba kimoja kikubwa. Wakaambiwa, mna masaa 3 ya kupumzika na baada ya hapo tutaanza kusoma mwonekano wa kambi na tutaanza mazoezi rasmi. Sawa? Kamanda huyu mwenye mvi alizungumza na akawakabidhi kila mtu mavazi ya kijeshi. Akawaambia, badilisheni nguo zenu, baada ya masaa 3 nitarudi hapa. Kamanda huyu alitoka. Roy, Ruben na Bobby ilibidi wabadilishe mavazi yao na komando mwingine akawaletea pale buti za kijeshi na wakayavaa. Wakatoka ndani hiyo nyumba na kuanza kutazama mazingira ya kambi hiyo iliyopo katikati ya msitu mnene, huku ikiwa na vifaa vya kisasa vya ufanyaji wa mazoezi. Ruben akasema, hao jamaa mbona kama wamejipanga. Ruben alizungumza huku akitazama makomando 4 waliokuwa wanapasha mazoezi makali mno eneo hilo. Hadi tunafanyishwa mazoezi, maana yake ni nini sasa? Yaani si wa kufanyishwa mazoezi kweli? Ruben aliendelea kuzungumza hivyo. Bobby akamfafanulia Ruben kwa kumwambia, kufanyishwa mazoezi hii maana yake ni lazima tujiandae. Kumbuka operation ya kwenda kumwokoa rais kwenye eneo kama tulivyokutumelezwa sio jambo rahisi. Lazima tujiandae. Basi bwana, wakaendelea kuzunguka eneo hilo la karibu na nyumba waliokuwa wamefikia. Ryan na Nadia macho yao yote yalikuwa yapo kwenye TV kubwa iliyopo kwenye ofisi iliyopo katika nyumba waliokuwa wamefikia. Kamera zilizofungwa kambi nzima zote zilikuwa zinaonekana kwenye hiyo TV. Nadia akasema, hawa vijana wako hawa, mbona kama wanashangaa sana mazingira? Nadia alizungumza huku akiwatazama Ruben na wenzake kwenye TV hiyo wakiwa wanaendelea kurekodiwa kwa kamera za siri. Ryan akasema, unajua huyu Ruben huyu kutoka jeshini na kufanya kazi za ushauri, naona kabisa amekuwa ni mzembe sana. Kwa nini unasema hivyo mume wangu? Namuona tu, haina hata simuelewi. Tutaendelea kuwafuatilia kwenye mafunzo yao. Asipokuwa fiti tutamwacha na hataongozana na sisi kwenye operation yoyote. Naam, Nadia alizungumza hivyo huku akiendelea kunywa mvinyo taratibu. Lakini mume wangu, mimi nina wazo. Wazo gani? Endapo rais akahamishwa kwenye hizi siku 3 za kuwapatia mafunzo Bobby na wenzake, itakuwaje?
Sidhani kama anaweza kuhamishwa kwa sababu hawawezi kuona hatari yoyote iliyopo mbele yao. Hivyo sidhani kama wanaweza kumuondoa rais lile eneo la tukio. Sidhani. Okay. Sawa mme wangu. Acha tuone itavyokuwa. Naam, msikilizaji. Tukitoka huku kwa kina Ryan, turudi kwa mwanadada Bad Lady. Mtu mbadi, mtu mbaya, hatari na nusu, jambazi kuu. Bad Lady alionekana kumuuliza yule kijana wa IT ambaye Spana alikuwa katika chumba ambacho wanafanyia kazi. Alimuuliza, Spana, hivi bado hujapata mawasiliano yao wakina Bobby? Shemeji, bado sijapata. Jamani. Kwani wangetuaga wangekufa? Wameenda wapi sasa hata mawasiliano yao hatuyapati? Bad Lady alionekana kulalamika kwani ilikuwa imepita masaa mengi pasipo kupata mawasiliano ya Bobby na Roy. Hii kitu Bad Lady ilimuumiza sana. Shemeji, unajua mara ya mwisho Bobby pamoja na Roy walikutana na Ruben, na nimejaribu kufuatilia ni wapi Ruben alipo. Sijafanikiwa kabisa kwa kweli madam. Spana alizungumza kwa kimtazama Bad Lady ambaye kila masaa anavyozidi kukatika wasiwasi ulikuwa unazidi kumwingia. Ila shemeji, mimi naomba nikushauri jambo moja shemeji. Spana, unataka kunishauri jambo gani? Shemeji, wewe unafahamu hali halisi ya mambo yanavyoendelea ndani ya nchi, na inawezekana watakuwa wamepata taarifa za siri za wapi alipokuwa rais na wameamua kwenda kushughulikia taarifa hiyo. Sasa wangetujulisha kama kweli wameshajua wapi rais alipo. Sasa wanakaa kimya na wapatikani, manake nini sasa? Ni kweli shemeji, kuna taarifa mtu unaweza kuzidukua kwenye mtandao na nyingine huwezi kuzipata kwenye mtandao. Ni taarifa zinazokuwa underground. Spana, hapo nimekuelewa sasa. Si zitakuwa ni taarifa za hatari sasa? Kama walivyohatarisha kumteka rais, basi ndo vile vile ambavyo wanaweza kujihatarisha maisha yao kumwokoa rais. Hivyo hii ngoma shemeji bado ni ngumu sana. Tuwaombee tu huko walipo. Usiwaze sana shemeji, mimba isije ikatoka hiyo bana. Spana, kuwaza ni lazima. Haya mambo yamekuwa ni magumu. Ujue na muwazia kweli mme wangu Bobby, na muwazia kweli Roy. Naam, walipokuwa wanaendelea mazungumzo hayo, wakatazama video katika TV kubwa inayorekodiwa na kamera iliyokuwa imefungwa getini. Naona Nancy amefika. Mfungulie tu, haina shida. Spana aliminya button kwenye keyboard yake ya kompyuta na geti likafunguka. Nancy aliingia ndani, alishuka ndani ya gari na moja kwa moja akaelekea kwenye chumba walichopo Bad Lady na mwenzi ambaye ni Spana. Wakamkaribisha pale. Nancy akasema, nashukuru ndugu yangu. Jamani, huyu mwanaume mimi najaribu kumpigia simu toka sijui jana, mbona mimi simpati? Vipi nyi wenzangu? Nancy, hilo ndo tulikuwa tunaongea hapa mimi na Spana. Hawa wanaume hawapatikani wote wawili, na mara ya mwisho walikwenda kuongea na Ruben nyumbani kwake, ila baada ya hapo hatujawaona kabisa. Au wamepewa kazi ya siri nini? Hata hatujui Nancy. Yaani hapa nilipo mwenzi mimi na ujauzito, ndo nina wasiwasi. Nisikilize rafiki yangu. Kwa hali yako ya sasa, hebu acha kujipa mawazo. Unahatarisha maisha ya mtoto tumboni, na ukizingatia mimba yako bado hiyo ni changa sana. Nancy, hata kama jamani, si wangesema kwamba wanaenda wapi? Nisikilize Bad Lady. Labda kuna taarifa za siri hawawezi kutueleza. Hivyo ukiwa na mume ambaye ni mwanajeshi, basi inabidi tu uishi kijeshi. Na hata moyo wako inabidi uwe kijeshi kwa sababu ndo hali halisi ya maisha mpenzi upo. Nancy alizungumza kwa sauti ya upole mno. Spana naye akasema, Madam, hata mimi nimemweleza hivyo shemeji, lakini naona shemeji kama vile ana mawazo sana. Eti Nancy, kwani uko polisi wanasemaje?
wifi yangu, huku upelelezi unaendelea. Ila kuna vikosi maalum vinashughulikia hii issue. Sisi askari polisi kama vile tumewekwa pembeni. Kwani Ruben mmejaribu kumtafuta? Na yeye hapatikani. Ngoja kwanza niwasiliane na rafiki yangu mmoja hivi, yupo kwenye timu nzima ya ulinzi wa makamu wa rais. Na hisi ataniambia ukweli. Naam, Nancy alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni. Alipiga namba mojawapo na simu hiyo akaiweka sikioni. Yes, hello. Mambo vipi kaka Jackie? Poa, tuniambie Nancy. Salama tu. Samani kwanza, nimekupigia muda kama unisamee. Naomba kuuliza kitu. Bila shaka uliza tu. Jackie, kuna mshauri wa rais anaitwa Ruben. Najaribu kumpigia simu lakini hapatikani. Atakuwa yuko wapi? Kwa ninachokifahamu ni kwamba wafanyakazi wote wa ikulu wanaojiwa wakiongozwa na Ruben. Inawezekana kwa kipindi hiki ambacho hajaonekana atakuwa kwenye mahojiano. Vipi, kwani ni mtu wako? Jackie bwana, hapana. Nilikuwa tunafanya naye kazi fulani hivi. Yeah. Mara ya mwisho alikuwa kwenye mahojiano na mahojiano yake ni endelevu. Hivyo nipe kama dakika 5 au 10 hivi niweze kufanya upelelezi kufahamu ni kitu gani ambacho kimetokea kwake. Okay, sawa, nashukuru kaka Jackie. Naam. Hapo Nancy alikata simu na kisha aliwaeleza kile alichokuwa ameelezwa na rafiki yake huyo ambaye anaitwa Jack, ambaye ni miongoni mwa walinzi wa makamu wa rais. Baada ya dakika kama 15, Jack akapiga tena simu. Kaka. Bwana, huyu jamaa Ruben nimeelezwa kwamba kuna kazi maalum aliyopewa na makamu wa rais na imeidhinishwa, hivyo hayupo tena ikulu na hakuna anayefahamu ni wapi alipo. Ni kazi yake peke yake au? Nimemuuliza sekretari wake ambaye kidogo napita naye. Ameniambia amepewa kazi hiyo na watu wengine 2. Hivyo siwajui hao watu kwa sababu sio watumishi wa ikulu. Naam. Hapo Nancy alishusha pumzi taratibu huku akiona tabasamu kidogo usoni mwake, na wenzake wote 2 wakamtazama kwa kumkodolea macho. Okay, kaka Jackie, nashukuru kwa taarifa. Usijali. Hapo Nancy alikata simu. Jamani, kama tulivyosema, wana kazi ya siri na wapo na Ruben. Hivyo tuwe tuna amani jamani. Yaani bora kidogo na amani kusema ule ukweli. Bad Lady aliendelea kuzuga huku akishesha pumzi na kujifanya eti ana wasiwasi. Jamani nye, kukaa ndani kidogo tu. Leo tuendeni tukatafuta hata sehemu tule jamani. Tunywe na kisha mimi nitarudisha hapa nyumbani. Tumejifungia sana ndani jamani, kaa utumbo. Sister. Wazo zuri hilo sister. Spana alizungumza huku akiwa na tabasamu mno. Jamani, basi ngojeni mimi nikaoge kidogo. Bad Lady alitoka ndani hapo na kumwacha Nancy na Spana. Wakamwambia awe makini na asiwe na mawazo. Kweli Bad Lady akaondoka. Huku nyuma Nancy akasema, maskini ya Mungu, Bad Lady ana wasiwasi kweli wifi yangu kutokana na hali yake. Hadi namuonea huruma, muone. Nancy aliongea huku akimuonea huruma Bad Lady. Wangejua. Lo. Nancy alikuwa anamuonea huruma Bad Lady kwa sababu amepata ujauzito kwenye kipindi ambacho mpenzi wake Bobby ana majukumu mazito mno ya kikazi. Basi bwana, Bad Lady aliaga na kwenda kuoga. Bad Lady alipoingia chumbani akafunga mlango chumbani kwake kwa ndani. Alivua nguo zake haraka haraka, akapitiliza mpaka bafuni akiwa na simu yake mkononi. Akafungulia maji ili watu wa nje wasipate kusikia mazungumzo yake. Akafungua simu yake ya siri, akashusha pumzi taratibu huku akijaribu kutafakari ni nini sasa afanye. Akapiga namba moja wapo kwa video call, simu ikaita na baada dakika chache kapokelewa. Nimeshtuka sana mkuu kupokea video call yako. Naam, alikuwa ni Kurwa, alizungumza huku akiwa ofisini kwake. Bad Lady akasema, huyo jamaa huko anaendeleaje? Yeye na mke wake wamegoma kula kabisa.
Hebu nisikilize. Watishieni kumuua mtoto wao na watakula tu. Tunawahitaji bado. Haiwezekani wagome kula. Okay, sawa madam. Mpaka unapiga video call mkuu, lazima kutoka kuna maagizo ya muhimu sana. Ndio. Naanza kuiona hatari mbele yetu. Mkuu kivipi tena? Nisikilize. Kuna picha za watu wawili na kutumia hapo. Nahitaji uchunguze kama wameingia nchini Colombia kupitia njia yoyote, na ukipata taarifa rudisha moja kwa moja unifahamishe haraka iwezekanavyo. Okay, sawa mkuu. Angalia hapo, tayari nimeshakutumia. Ninachokihitaji ni taarifa na sio mwaguse. Nimekuelewa mkuu. Na baada ya hapo nitajua kama kuna haja ya wewe kurudi na kuongoza nchi ama la. Maagizo yako ni amri kwangu mheshimiwa. Nashukuru sana kwa hilo. Naam. Hapo Kurwa alizungumza kwa kikata hiyo simu, akazifungua picha alizokuwa ametumiwa na kuzitazama kwa muda, na watu hao ni wapya kabisa kwenye macho yake. Akapiga simu kwenye namba aliyokuwa ameichagua kwenye simu yake na kisha akaiweka sikioni mwake. Nisikilize na kutumia picha hapo, unipatie majibu haraka sana ya uwepo wa hao watu ndani ya hii nchi. Sawa. Kurwa akakata hii simu naye akazituma picha hizo. Akatoka ofisini kwake na moja kwa moja akaelekea kwenye jengo alilokuwa amefungiwa rais pamoja na mkewe, huku safari hii wakiwa wamewekwa kwenye chumba chenye mwanga. Rais na mkewe wakamtazama Kurwa kwa hasira mno. Huyu bwana Kurwa akakaa kwenye kiti kilichopo mbele yao huku akikunja nne miguu yake. Hapo mheshimiwa rais akaanza kwa kusema, nisikilize bwana, itakuwa vizuri kimwachia mke wangu na mwanangu, kwa sababu wao hawahusiki na hili swala. Nyinyi kama mna shida na mimi, mdili na mimi tu. Naona leo Doto umeamua kuongea bwana pacha wangu Sikiliza bwana, iachie familia yangu. Kama vita itakuwa ni ya kwangu, ni mimi na wewe na sio familia yangu bwana. Mwachie mke wangu na mwanangu aondoke. Nisikilize Doto bwana, wewe ni pacha wangu bwana. Leo ni siku ya 3 sasa, hamtaki kula chochote. Mtoto nacheza naye na tunaendelea kufurahi kama mtu na mwanae. Nyinyi kwa nini hamtaki kula? Naam. Huyu mzee wa kuitwa Kurwa alizungumza huku akimuonyesha rais na mkewe video akiwa anacheza na mtoto wao. Sasa nisikilize pacha wangu Doto. Tuna mambo mengi sana ya kupanga mimi na wewe. Ila endapo mkiniletea longolongo, basi nitamuua huyu mtoto wenu. Nahitaji leo mle, sihitaji mfe na njaa. Huu ni ujinga huu. Huu ujinga wote unaofanya kisa nini? Unasema wewe ni pacha wangu. Kama kweli mimi ni ndugu yako, kwa nini unanifanya yote haya? Ni wapi nilipokukosea? Na kwa nini unanifanyia hivi? Naam, rais alizungumza huku machozi ya uchungu yakimlengalenga machoni mwake. Niambie nini nimefanya kibaya kwako? Mpaka nafika stage unaniteka mimi na familia yangu. Tunanyanyasika, unatutesa. Kaa kimya Doto. Hakuna chochote unachokijua. Sawa, ndio sijui. Ndio uniambie ukweli, ni kitu gani nilichokifanya kwako mpaka unaamua kunitesa hivi mimi na familia yangu? Shida ni mali au shida ni madaraka ya urais? Shida ni nini? Naam. Hapo simu ya Kurwa ilianza kuita. Alitoka kwenye mfuko wa suruali yake, akatazama na akanyanyuka akatoka ndani ya hiko chumba. Yes, hello. Bwana mkuu. Ndio nakusikia. Nimepata taarifa zao hawa watu ulionitumia. Na kutumia picha sasa hivi. Okay, sawa, nitumie. Naam. Kurwa akakata simu. Siku zote Bad Lady amemwekea sheria ya kuwa yeye pekee ndiye atakayekuwa anampigia na hapaswi kuweza kupiga zaidi ya kutuma meseji. Hivyo ili mlazimu aendelee kusubiria kupewa majibu. Naam, tukirudi huku Tanzania. Nancy, Bad Lady pamoja na kijana wa IT ambaye ni Spana
Waliingia katika gari la Nancy na kuondoka nyumbani, huku muda wote Bad Lady akiwa katika hali ya mawazo mno. Nancy aligeuka akamtazama Bad Lady aliyekuwa amekaa siti ya nyuma, huku uso wake ukionyesha kuwa alikuwa na huzuni mno. Hey bestie. Usiwe hivyo bwana. Nancy alianza kuzungumza huku akiwa amesimama kwenye eneo la mataa barabarani. Walikuwa wakisubiria gari za upande wao kuruhusiwa kupita. Unasema? Bad Lady, umejua na mawazo, hebu changamka basi kidogo. Nancy, najitahidi. Ila kuna muda najikuta na mawazo yamenijaa akilini. Usijali Bad Lady. Twendeni tukale na kisha tupite eneo lenye karaoke, au unasemaje Spana? Sister hapo sawa kabisa, yani kidogo soja tukimbaimba nini na shemeji nini atakaa tu sawa. Kweli bwana, taa zikaruhusu na safari ikaendelea. Walifika kwenye mgahawa mkubwa, mgahawa ambao unapikwa vyakula vya kila aina kutoka kona zote duniani. Wakaagiza pale chakula na vinywaji wanavyovihitaji, na mara baada ya muda mchache kweli bwana wakahudumiwa. Ujumbe wa message uliingia katika simu ya mwanadada Bad Lady. Akafungua, akatazama picha zilizokuwa umetumiwa na Kurwa. Bad Lady kwanza alishusha pumzi taratibu, akarudisha simu mezani bila kujibu chochote katika huo ujumbe. Sio Spana wala Nancy aliyemtilia mashaka Bad Lady, kwani walikuwa wanamwamini sana. Nancy, hivi kitokea rais asipopatikana itakuwaje? Makamu wa rais anaendelea kuongoza nchi. Na anaichukua muda gani kama rais hajapatikana na utawala wake ukaondolewa? Sijakuelewa. Yaani inamaanisha inachukua muda gani kama rais hajapatikana na utawala wake unatakiwa kuondolewa? Yaani muda gani rais asipopatikana anaondolewa madarakani? Bad Lady, unajua ili tukio kwa nchi yetu limetokea kwa mara ya kwanza rais kutekwa. Ila naamini kama hakujapatikana taarifa ya kifo, basi makamu wa rais ataendelea kuongoza nchi, na rais atakapopatikana basi atarudi kwenye nafasi yake. Ila hiyo ni kwa mawazo yangu tu mimi hapa, sijajua kwenye katiba ya nchi inasemaje. Labda nikapekue ndo nitajua vizuri. Naam, hapo waliendelea kula na kunywa huku akizungumza mambo mbalimbali. Baada ya kumaliza kula, waliondoka hotelini hapo na wakapita kwenye ukumbi wa muziki, ambapo ndani ya ukumbi huo kulikuwa kuna vyumba ambavyo kwa wale wanaopenda kuburudika kwa kuimba wao wenyewe huingia. Nancy akaanza pale kuimba nyimbo ipendayo kwa kufuatisha miondoko na maneno yaliyokuwa yanaonekana kwenye TV kubwa ya nchi kama 55 iliyomo ndani hapo. Ikafika saa 6 usiku wakaondoka katika huo ukumbi, na Nancy aliwarudisha nyumbani kwa kina Bobby na kisha akaelekea nyumbani kwake. Bad Lady akazitazama picha alizokuwa ametumiwa, akampigia simu Kurwa na kisha akamwambia, katika watu hao 5 ninawafahamu watu 3 tu. Huyo mmoja aliyevalia t-shirt ya njano pamoja na miwani anaitwa Ruben, ambaye ni mshauri wa rais katika masuala ya kiusalama. Hao 2 ni wale nilokutumia picha. Uwepo wao Colombia inamaanisha kuwa siri ya rais kuwa yupo nchini Colombia tayari imeshafahamika. Madam, ina maana hao ni wapelelezi? Sio wapelelezi, hao ni makomando. Huyo mwanamke na huyo mwanaume siwafahamu, ila hao 3 ni watu hatari sana na wanafanya kazi za kijasusi za mheshimiwa rais. Yes, inabidi upelelezi ndani ya hiyo kambi. Upeleleze nani katika hiyo kambi ni anatusaliti. Sio rais kwa wao kuweza kujua kwamba sisi tumemweka hapo rais. Sawa madam, ni lazima kutoka kuna kirusi ametuchoma kwenye hiyo kambi. Kesho nitakupigia kukupatia maelekezo. Sawa madam. Bad Lady alikata simu huku akiwa amejilaza kitandani.
Bobby na Roy, kwa nini mnataka kunivurugia mipango yangu? Badiledi alizungumza kimoyomoyo, huku akilini mwake akiwaza mpango wake mkubwa ambao ni mpango wa siri na ni watu wachache sana wanaoufahamu. Usiku mzima mwanadada Badiledi hakupata usingizi mpaka kuna pambazuka. Akili yake ilikuwa inawaza ni kwa namna gani anaweza kuendesha mpango wake wa siri sana. Ni kwa namna gani ataweza kuendesha. Ilibidi ampigie simu Kurwa. Ndio mkuu, nakusikia. Vipi? Wameanza kula? Ndio, wamekula. Hata leo asubuhi hii nimeelezwa kwamba wamekula. Okay, vizuri. Umeweza kupeleleza na kufahamu ni nani aliyevujisha siri? Hapana mkuu, bado sijafahamu kwa sababu ninaendelea na upelelezi wa kimya kimya. Najua watakuja kwa lengo la kumwokoa huyo rais. Ila mpango uliopo ni wewe uwepo eneo utakalookolewa na kisha yeye na familia yake wahamishwe hapo kambini, wapelekwe Peru kwenye ile kambi yetu ya siri. Hiki kitu kifanyike kwa ustadi na umakini wa hali ya juu. Wewe ndo unatakiwa ujifanye kama umetekwa hapo, ili wakija hao wakuokoe wewe, wakijua wamemwokoa rais, ili wakisha kuokoa urudi huku uwe rais. Nadhani tumeelewana. Alafu huyo rais original na mke wake na familia yake wapelekeni Peru, wahamishwe kwenye hiyo kambi haraka iwezekanavyo. Nimekuelewa mkuu, na nashukuru kwa hiyo nafasi ulionipatia. Najua namna kutengeneza huu mfumo mzima. Hao watakuja hapo kwa kuvamia, ni wala tamsishambulieni nao. Legezeni tu ili waingie, wajue kabisa kwamba wameingia kwa akili, wakukomboe wewe, alafu mwisho wa siku ili game tunakuwa tumelicheza kwa akili kubwa mno. Wala hata msiwashambulie. Ni kweli mheshimiwa, nimekuelewa. Hao watu watatu nilokutumia picha zao wanaitwa Bobby, Roy na Ruben. Ni watu wa karibu sana wa rais. Hivyo unapaswa kuhakikisha unawafahamu vizuri. Usije baadaye ukawa unajichanganya. Nitakutumia PDF la kila mmoja wapo na operesheni ya mwisho kuifanya nchini Somalia. Hakikisha ya kuwa unasoma vizuri viongozi wote, kuanzia makamu wa rais, baraza la mawaziri, wote aliowateua, wakuu wa mikoa, yani kifupi kila mtu. Nadhani umenielewa. Ili utakapokuwa rais wasikutilie mashaka, wasikuone wa utofauti, wakuone yule ambaye wao wanamjua. Ndio mheshimiwa, nimekuelewa. Sihitaji makosa kwenye hili. Sawa mkuu, mimi nimekuelewa. Nashukuru sana kwa hiyo nafasi. Sasa uvamizi utakapoanza, najua wale wanakuja kumwokoa hapo rais. Watapokuja hapo kuvamia, nitumie message. Sijui unaelewa? Ili nisikupigie tena. Sawa madam, nimekuelewa. Na narudia, msiwashambulie. Sawa madam. Naam. Hapo simu ilikatwa na kumfanya Badiledi akashuka pale kitandani huku akiwa anapiga miayo. Alitoka chumbani kwake akaelekea katika chumba anachofanyia kazi, ila hakumkuta Spana. Ilimbidi kurudi na kugonga chumbani kwa Spana na akafungua huku akiwa na uchovu mkubwa mno. Shemeji, umemkaje? Safi tu shemeji, vipi wewe? Mungu ananipigania. Kiumbe kiko vizuri tumboni. Leo umelala sana unajua shemeji, jana bwana nilikunywa sana pombe nyingi sana, hivyo nimejikuta nimelala muda mrefu. Basi pumzika, acha mimi niandae kifungua kinywa. Okay, sawa shemeji yangu. Badiledi mara baada ya kumsalimia Spana akaondoka, na Spana akafunga mlango. Alijibwaga kitandani huku akiendelea na usingizi. Msikilizaji, baada ya usiku mzima kupita na kusoma ramani ya kambi ambayo rais amefichwa, alfajiri na mapema mazoezi makali yakaanza kwa Bobby na wenzake. Mazoezi ambayo hawakuwahi kukutana nayo kwenye mapito hayo mafunzo yakawafanya wachoke sana, ila walipofikiria juu namna ambavyo rais ametekwa, basi uchovu kawaondoka. Nadia alisikika akisema, wapo vizuri sana wa vijana.
Wanajitahidi sana mme wangu, Nadia alizungumza huku akiwa wanatazama video za CCTV kamera. Bobby namwona yuko vizuri kuliko wenzake wote. Bobby ana kipaji, anaonekana tu. Wakati wanazungumza hayo, mlango ulifunguliwa. Aliingia komando mmoja, akasema, mkuu, kuna mgeni kule getini. Ryan akachukua remote, akaweka kipande cha video inayoonyesha getini. Wakamwona mpelelezi wa siri waliokuwa wamekutana naye hotelini akiwa amezungukwa na makomando 5 huku wamemshusha ndani ya gari. Ryan akasema, mruhusuni waingie. Ryan alizungumza na komando huyo, akawasiliana na makomando waliopo getini, akapandishwa ndani ya gari jingine na moja kwa moja akaletwa katika nyumba ambayo Nadia na Ryan wapo. Wakamkaribisha, wakamwambia, karibu, vipi, kwema utokako? Sio kwema. Hebu karibu kwanza uketi. Yule msichana akakaa huku Ryan na Nadia wakawa wanamtazama kwa umakini mno, maana huyu ndo mpelelezi wao aliyomo kwenye ile kambi ambapo rais ametekwa. Ilibidi Nadia amuulize, imekuwaje, mbona unasema sio kwema? Madam, kule kambini wameanza upelelezi mkubwa sana na wasiri sana ndani ya kambi. Upelelezi wa siri? Ndio madam. Nimegundua vitu viwili ambavyo mnapaswa kuweza kuvifahamu kwa haraka, na ndio maana nimeamua kuja huku. Vitu gani hivyo? Hebu tuambie. Naam, Ryan aliuliza, na msichana huyo akamkabidhi Ryan simu. Nimegundua juu ya uwepo wa picha zenu kutumwa kwenye moja ya simu ya siri sana ndani ya kambi. Picha zenu ni hizo hapo. Ina maana mmeshajulikana juu ya uwepo wenu hapa Colombia. Shit. Ryan alizungumza huku akimkabidhi Nadia simu hiyo inayoonyesha picha za wao walipokuwa wapo uwanja wa ndege. Hicho kifani cha nani? Nimegundua kuna mtu mwingine wa siri sana ndani ya kambi ambaye ndiye mkuu, tofauti na Black Kaisar. Ndio madam. Huyo mtu yupo ndani ya kambi kwa kipindi kirefu bila sisi kumjua. Nilitegesha mifumo yangu vizuri ya kunasa kila kinachoingia kwa njia ya simu na nimekuja kugundua hicho kitu, ila nilichoshindwa ni kudukua mawasiliano yake huyo mtu. Vipi, umefanikiwa kumwona huyo mtu? Ndio, nimefanikiwa kumwona. Ni nani? Naam, msichana huyo alipoulizwa hilo swali, msichana huyo alitoa picha 2 katika pochi yake, akamkabidhi Nadia na Ryan. Nadia na Ryan wote wakajikuta wamejawa na mshangao. Madam, huo mshangao nilitegemea kutoka kwenu. Wewe, hii si picha ya rais huyu? Madam, huyo sio rais wenu wa Tanzania. Wewe? Ndio madam, huyo sio rais wenu wa Tanzania. Hawa watu wanafanana kwa kila kitu. Na kabla mimi ya kuja hapa, nilijiridhisha kwamba huyo sio rais wa Tanzania, bali ni pacha wa rais wa Tanzania. Nadia na Ryan wote walijikuta wakishusha pumzi nzito kwa wakati mmoja. Sasa naanza kukuelewa. Lakini historia ya rais wa Tanzania inaonyesha hakuwahi kuwa na pacha wake. Sasa inakuwaje unatuambia kwamba ana pacha wake? Mkuu, huo ndo ukweli katika historia. Hata mimi sijui huyo pacha wake ametokea wapi. Sasa naanza kupata picha. Mume wangu, unaanza kupata picha gani? Hapa nina uhakika ya kwamba wamemteka rais na wanahitaji kumpandikiza huyu pacha wake, na ajenda walionayo wanaijua wao wenyewe. Kama kweli mume wangu unachokisema. Hebu sikiliza, unaweza ukapeleleza na kujua ni wapi watampeleka rais? Madam, hapana, siwezi. Na pia siwezi tena kurudi kwenye ile kambi kwa sababu nahisi tayari machale yameshawacheza. Hapa nimeshajiandaa kuondoka Colombia leo, naelekea Marekani, na kule nitakaa kwa muda mrefu hadi ile swala mtakapoweza kulifix. Maisha yangu yako hotelini madam.
Okay, sawa. Nashukuru kwa msaada wako. Umetutoa kizani kwenye hili. Asante sana. Nawashukuru. Mimi naondoka madam. Vipi, tukupatia ulinzi? Hawa watu kila sehemu wapo. Hivyo najua namna gani ya kuweza kutoka Colombia. Nimezaliwa hapa, nimekulia hapa na nimejifunza kila kitu hapa. Najua jinsi ya kuishi kwenye nyakati kama hizi. Endapo mtanipatia mtu, itakuwa ni hatari kwangu na kwa maisha yake huyo mtu. Ila kwa sasa nimemaliza majukumu yangu wakuu. Mimi naombeni niondoke. Okay, sawa. Pesa na mimi utakuwa umeipata, si ndio? Ndio madam. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Naam. Msichana huyo alinyanyuka na kutoka nje. Alipanda katika gari lenye makomando wawili, akarudishwa getini, akaingia ndani ya gari lake na kuondoka kambini hapo. Aise, hawa watu ni akina nani? Kwa maana hapa naona huyu Black Kaisal amedumika kama kivuli tu. Mume wangu, hakuna anayeweza kushindana na Scorpion. Acha hili jambo tulivalie njuga kisawa sawa. Naam, Nadia alizungumza huku akipiga picha mbili walizopewa na akazituma kwenye moja ya namba kupitia Telegram na kisha akasindikiza message kwa maandishi yanayosomeka, nipatie taarifa zote za huyo mtu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Kurwa akishtushwa na sauti ya msaidizi wake aliyokuwa ameingia ofisini kwake hapo bila hata kumwona kutokana na kuzama katika dimbwi la mawazo. Akamwambia mkuu, we vipi wewe? Mkuu, tumegundua. Ni nani huyo? Ni Ana, msaidizi wa Black Kaisal, ndiye msaliti. Kondo mpelelezi aliyekuwa anatupeleleza huko ndani. Ndio mkuu. Hebu mkamateni huyo Ana sasa hivi, mumlete hapa. Mkuu, Ana ameshatoroka kabla sisi kuweza kumgundua kwamba yeye ni mpelelezi na hatujui kwa sasa yuko wapi mkuu. Sasa unasimama nini sasa? Niitie huyo mkuu wake. Kurwa alizungumza huku akifoka kwa hasira, kwani mambo sasa yanaweza kuharibika kabla hata kazi waliokuwa wameipanga miaka kadhaa nyuma kukamilika. Baada ya dakika 5, huyo mtu wa kuitwa Black Kaisal aliweza kuingia. Akasema, ndio mkuu, nakusikiliza. Wewe hebu muelezee huyo. Msaidizi wa Kurwa akaelezea alichokuwa amekifanya binti huyo wa kuitwa Ana. Aise mkuu, mimi nakuahidi kukuletea kichwa chake huyo Ana. Tutamtafuta popote alipo na lazima ajibu anashirikiana na kina nani. Na ikawe hivyo, fanyeni haraka sana. Sawa mkuu. Black Kaisal alitoka na kisha kaimarisha jeshi lake kumsaka msichana ambaye ni msaidizi wake, na wanajeshi wake katika kambi hiyo wanamfahamu msichana huyo Ana, kwani ni muda mrefu huwa wanakuwa naye karibu, na hata bosi wao huyo Kaisal anakuwa karibu sana na Ana. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Ryan akiwapa pole kwa mazoezi vijana wake, huku akimtazama Bobby na wenzie wakipata chakula cha mchana. Wakamwambia, tunashukuru mkuu. Sasa nisikilizeni vijana wangu, malizeni kula kupata chakula, kuna taarifa mpya hapa tumeipata. Sawa, mimi nipo ndani. Ryan akaondoka na kuwaacha Ruben na wenzake wakiendelea kupata chakula hicho kwa haraka. Baada ya kumaliza, wakaelekea katika makazi ya Ryan na mkewe. Roy na wenzake walisimama kikakamavu mbele ya Ryan na mkewe. Ryan akasema, kaeni tu kwa sababu tunalokwenda kulizungumza ni jambo zito sana. Kweli wakakaa, huku kila mmoja akiwa na wasiwasi, kwani wanahisi jambo zito mno. Huenda labda Mheshimiwa Rais ameshafariki dunia. Ryan akasema, nisikilizeni. Tumepokea taarifa ambayo kwa namna moja ama nyingine inaweza kuwashangaza kidogo. Hebu angalieni hizi picha na kisha baada ya hapo tuzungumze. Naam, Ryan aliwakabidhi picha hizo na kuwafanya wazitazame picha hizo mbili, na wote walishangaa. Rais akasema, huyu si Mheshimiwa Rais huyu. Ruben alizungumza huku akiendelea kutazama picha hizo. Ryan akasema, huyo sio rais. Huyo ni pacha wa rais. Na sote tunajua rais ni mtoto wa pekee kwa wazazi wake.
Ni nini kimetokea au nini kimefanyika mpaka kuwepo kwa huyo pacha wake hakuna anayefahamu, ila tulicho nacho hivi sasa ni kwamba pacha wake ndiye amemteka ndugu yake. Na kwa akili ya haraka haraka hapa ni kwamba kuna mpango wa huyu pacha wake ndiye atakayerudishwa madarakani. Anarudije hatujui, na mbaya zaidi watu hao wanajua juu ya uwezo wetu hapa nchini Colombia. Yaani wanajua kama sisi tupo hapa Colombia. Ninachoweza kusema ni kuwa operation yetu sasa imekufa. Ryan alizungumza hivyo huku akiwatazama machoni mwao, na wote walionekana kushtuka sana, kwani kwa kauli hiyo ya kiongozi wao Ryan hawakuielewa. Yaani inakuwaje operation ambayo wamejiandaa kwenda kuvamia ile kambi alafu wanaambiwa operation imekufia hapo? How? Mkuu, hatuja kuelewa. Yaani kwa nini mkuu unahairisha hii mission? Yaani kwa nini unaivunja? Wakati tumetoka Tanzania tumekuja huko Colombia kwa ajili ya kwenda kuifanya hii mission. Naam, Roy aliuliza huku akiwa na hali ya mshangao. Hebu nisikilizeni vijana wangu. Itakuwaje kama tutatumia nguvu kubwa kwenda kuingia kwenye ile kambi ya maadui, na kisha baada ya hapo tukatoka na rais ambaye ni feki? Rais ambaye kwa muonekano anafanana kabisa na rais wetu wa Tanzania. Hebu vuteni picha hapo, inakuwaje? Tunakwenda pale kuvamia kwa ajili ya kumkomboa rais. Mwisho wa siku tunatoka na rais ambaye sio rais wetu. Hamuoni kwamba tunakuwa tumetumia nguvu kubwa sana? Naam, Roy alishusha pumzi taratibu, kwani alichokuwa anaelezwa kilikuwa kina maana kubwa mno. Ruben akasema, mkuu, ilo unachokisema ni kweli mkuu. Nisikilizeni vijana wangu. Kama wametufuatilia na kujua kwamba tupo hapa nchini Colombia, ina maana ya kwamba wanahitaji kufanya kile ninachokiwaza. Ninachokiwaza ni kwamba hawa magaidi watamuondoa rais wa Tanzania, alafu kisha watamweka huyu mtu feki aliyefanana na rais, ambapo sisi tutampigia saluti, tutamkomboa, tutamrudisha madarakani. Hamoni kama tunakuwa hapo tumechezeshwa? Hebu jiulizeni, ni ajenda gani ambayo rais feki anayo? Sisi wote hatujui. Kwa ni lazima tuisitishe hii operation haraka iwezekanavyo. La sivyo, tukisema twende na hii operation tukavamie kwenye ile kambi, amini msiamini, rais wetu hatokuwepo, bali tutaekewa huyu mtu anayefanana na rais, na sisi tutamkomboa tukiamini tumemkomboa rais wetu. Tutaenda kumweka madarakani mtu ambaye si anayestahili. Jamani, hapa inabidi tufikirie mbinu mbadala. Naam, Nadia naye alizungumza huku akiwa anawatazama. Ukimya ulitawala huku kila mmoja akijaribu kufikiria ni nini sasa cha kufanya. Ruben akauliza swali, jamani, hivi hao watu kwa nini wametufuatilia? Ruben, hilo ni swali jepesi sana. Kama walimteka rais, unahisi hawakufanya upelelezi wa kujua kwamba nyinyi watu watatu nyinyi mnadhani kwamba hamkupelelezwa? Mimi naamini mlipelelezwa na wakapata nafasi moja ambao waliitumia kwa weledi mkubwa mno, na mwisho wa siku leo hii tuko hapa. Nisikilizeni vijana wangu. Jicho tulilokuwa tunalitegemea kutupatia taarifa za ndani katika hiyo kambi, huyo mtu anadai ya kwamba tayari wameshamshtukia. Hivyo kwa sasa hatutojua nini kinachoendelea ndani ya ile kambi.
Lakini jamani, mimi hapa nina wazo. Wazo gani Roy? Yani kwamba kwenye kila jambo lazima hatari iwepo. Haijalishi itakuwa ina ugumu kwa namna gani, ila ni lazima tupambane. Haijalishi itachukua uhai wetu au la, lakini lazima tupambane. Kwenye hii operation jamani, tumetoka Tanzania, tumekuja mpaka hapa Colombia. Sidhani kama kuna njia kurudi nyuma tena mkuu. Tupambane. No matter what. Haijalishi tutakutana na ugumu gani, au tutakutana sijui na rais fake, sijui rais original. Yani sisi tupambane mkuu. Roy, unajua kwa nini dakika ya mwisho mlikwama pale Somalia na mkajikuta mmezungukwa? Unajua ni kwa nini? Mlikwenda kuvamia kwenye ile kambi mkiwa hamna taarifa kamili. Mliingia pale nusu. Sijui ni kwa nini mifumo yenu ya usalama haiwapi taarifa iliyokuwa imekamilika. Kwa taarifa za awali, tumeambiwa kambi ina wanajeshi zaidi ya 2,000. Kwa hii timu yetu ina watu wangapi? Hii timu yetu ina watu 5. Unataka twende tukavamie kambi yenye watu zaidi ya 2,000? Unaweza wewe akili yako Roy unawaza kwamba tunaweza tukaingia kwenye hiyo kambi na tukatoka salama? Ama wewe mwenzetu sio binadamu? Usije ukaona sisi unatuingiza kwenye kambi, hiyo kambi sisi tunajua kabisa kutoka hapo haiwezekani, kumbe mwenzetu kawa sio binadamu. Au wewe ni jini kwamba una uhakika unaingia pale na unapotea, unayayuka, unaondoka? Kuna muda mwingine Roy, tumia akili na usitumie hisia. Mliingia Somalia pasipo kujua kuwa mmepewa taarifa nusu. Haya, mwisho wa siku simliekuwa mtukati pale, na Mungu tu alikuwa upande wenu. Sasa hivi mko hapa. Sasa hatuwezi kurudia makosa ya Somalia tukairudia tena na hapa. Hatuwezi kwenda kuvamia kwenye kambi hiyo. Hatuna taarifa za umuhimu, na nimekuambia wazi kabisa, mtu wetu tuliompandikiza kwenye ile kambi tayari wameshamshtukia, na huyo mtu ametoroka, hayuko tena pale. Nani sisi wa kutupatia taarifa kwenda kuvamia ile kambi? Hebu tufanye kazi kama professional, na sio tu tunaenda kichwa. Nadhani tumeelewana kwenye hili. Jamani, mimi sioni kama ni muda mzuri wa kulumbana na kugombana. Mimi nadhani tusikilizane tu. Mimi ninachokiwaza ni kuwa kwa sasa tuendelee na mazoezi. Mimi nikiwa naendelea kufanya utaratibu mwingine, taratibu nyingine ambazo tutapata taarifa mpya, tutapata taarifa nyeti. Nadhani tumeelewana. Sisi tuendelee na mazoezi. Naam, Nadia alizungumza hivyo, wakaitikia sawa. Nadia akasema tena, kwa sasa hili swala hebu tuliache kama lilivyo mpaka pale tutakapopata taarifa mpya, ila kwa sasa hebu tuliache hivi lilivyo. Nadia alizungumza na kisha akawaruhusu Bobby na wenzake waweze kuendelea na mazoezi kama ilivyokuwa imepangwa. Nadia akamwambia mume wake, mume wangu, usikate tamaa mapema kiasi hiko. Hii game bado inaendelea. Niliongea kwa makusudi tu ili nione morality yao ipo vipi, kwa namna gani. Inaonesha hawa vijana wako tayari kufa kwa ajili ya rais. Mimi acha niwasiliane na General, tutajua nini cha kufanya. Nadia alimpigia simu General wa jeshi la nchi ya Colombia. Habari yako General? Salama tu mkuu, habari yako? Namshukuru Mungu naendelea kuishi vizuri ndani ya hii nchi yako. Nahitaji unisaidie jambo moja. Bila shaka mkuu, nakusikiliza. Naamini ya kwamba unaifahamu kambi ya mtu anayeitwa Black Kaisal. Ndio mheshimiwa, naijua hiyo. Je, unajua chochote kinachoendelea ndani hiyo kambi yake juu ya uwepo wa rais wa Tanzania? Hapana mkuu, ila naweza kukutafutia ukweli. Basi sawa, naomba unitafutie taarifa ya rais wa Tanzania na kisha baada ya hapo tuwasiliane.
Okay, sawa mkuu. Naam, Nadia alikata simu hiyo. Mme wangu, acha twende na ngazi za juu ili tu tuna uhakika wa kile tunachokwenda kukifanya. Ni sawa mke wangu, hakuna tatizo. Naam, msikilizaji, upande wa pili, upande wa magaidi, mtu aliyefanana na rais, yani Kurwa alionekana kufungua mlango na kuingia ndani ya chumba alichokuwa amefungiwa rais pamoja na mkewe. Kurwa akaanza kwa kuzungumza kwa kusema, imekuwa ni bahati nyingine kwa upande wenu Kurwa alizungumza kwa dharau huku akiwa anacheka. Mheshimiwa Rais akasema, unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha kwamba wewe na familia yako kuna sehemu mimi nitawapeleka. Hiyo sehemu ni salama ambayo mtaishi katika ulinzi mkali na hamtotoka kwenye hilo eneo. Na endapo mtatoka basi mtauawa. Mtaishi maisha ya kawaida ila yenye ulinzi na mtapata kila kitu mkitakacho. Sijui tunaelewana? Kwani hilo ndilo jambo pekee ninaloweza kuwaeleza kwa sasa. Lakini we jamaa, lengo la kufanya haya yote ni nini lakini? Mimi nilishaweka wazi kila kitu, ya kwamba lazima niiongoze Tanzania. Lazima nichukue kila kitu kilicho chako. Na uzuri mimi nafanana na wewe, kwa hiyo hata kama nikienda madarakani hakuna atakayejua kwamba kwamba ni mimi ndo nimeingia madarakani na sio wewe. Kwa hiyo mimi nimekupatia fadhila tu ndogo ndogo na unapaswa kunishukuru hii fadhila na ukupa, kwa sababu sasa hivi litakiwa niwe nimeshakuua alafu kwenye kiti cha urais nikakae mimi. Au nataka nianze kumuua mtoto wako? Ni muue mke wako na kisha nimalizane na wewe, si ndio? Unakaa kimya na kuuliza. Ukikaa kimya manake ni kwamba huwezi kutamani kufa kwa wakati huu, si ndio? Unatamani kuendelea kuishi. Shemeji, kamtunze ndugu yangu, kwa sababu maisha nilowatengenezea yatakuwa ni mazuri sana, maisha yenye ukimya. Ila niwapatie tu onyo, msije mkajaribu kutaka kutoroka, wala msije mkajaribu kuweza kuijulisha dunia ya kwamba mimi ni rais feki. Na endapo mtafanya hivyo, mtakufa. Yani naombeni ukweli, mtawaua. Naam, hapo Mheshimiwa Rais ilibidi amtazame mke wake. Taratibu mwanamke huyu wa rais afahamikae kwa jina la Salu alitingisha kichwa, kimaanisha kuwa amekubaliana na hilo, ya kwamba wakakae huko mafichoni, watulie tuli na hakuna kutoa taarifa kwa mtu yoyote. Okay, vizuri sana kama mmekubali. Mtoto wenu ameshatangulizwa kwenye ndege mtakayoondoka nayo. Hivyo kabla ya kuondoka mtachomwa sindano za usingizi, ili hamtakiwi kujua wapi mnapopelekwa. Siri zako za uovu wako ulioufanya kwenye biashara zako zote mimi nitazitunza, na hutokaa uzisikie sehemu yoyote. Na utakapojaribu kutoka kule ninapopahitaji mimi wewe uelekee, basi tambua siri zako dunia nzima itazijua. Lakini naweza kukuuliza kitu? Uliza, tunakusikiliza. Ilikuwaje mpaka haukuwa kwenye familia yetu? Inakuwaje wewe uwe pacha wangu ndo nakuona leo? Au umetengeneza sura ya bandia? Maana mimi sina pacha. Sasa inakuwaje wewe unafanana na mimi kwa kila kitu na unasema kwamba mimi Doto wewe ni Kurwa? Sikiliza bwana, ipo hivi. Baba yetu alikuwa na maadui wengi sana kwenye biashara alizokuachia wewe. Baba yetu alifanya maovu mengi sana, ila maovu aliyoyafanya yote ilimpasa kuingia makubaliano na tajiri mmoja hivi, ambaye kwa namna moja ama nyingine baba mimi aliniuza kwa huyo tajiri nikiwa nikichanga kabisa nisijitambua. Siku ambayo ninazaliwa baba alinitenganisha na mamangu. Kwa mimi nililelewa mbali sana na wewe, na mama
alielezwa kwamba mimi nimekufa na nikazikwa kabla ya kuzinduka katika usingizi wa wiki moja waliomsababishia. So unaweza kuona baba alikuwa ni mtu wa namna gani. Hivyo tuachie hapo sasa, ila ujue kabisa mimi ni pacha wako. Hilo ndilo ninaloweza kukusaidia kulijua. Umemiliki mali za wazazi hadi sasa hivi tuna miaka 41. Kipindi nilichobaki, hiki kipindi kilichobaki, na mimi ni zamu yangu. Na mimi ile mali za baba, wewe unataka kula peke yako tu. Na uzuri hivi tumefanana, na mimi naenda kuwa rais. Kizuri kula na ndugu yako, au unataka kula peke yako? Naam, hapo Mheshimiwa Rais hakujibu kitu zaidi ya kutokwa na macho. Wakaingia wanajeshi 4 na madaktari 2. Wakamkamata kwa nguvu rais pamoja na mke wake, wakawachoma sindano za usingizi, na hazikupita dakika 3 wakalala usingizi wa 444. Vikaingizwa vitanda 2 vyenye mataili, wakapakizwa na kuondolewa eneo hilo, na moja kwa moja wakapelekwa katika ndege kubwa ya kijeshi ambayo walitoka nayo nchini Kenya. Huyu bwana wa kuitwa Kurwa akiwa amevalia kinyago ambacho mara zote akitoka nje ya majengo anayoishi anavua, akaingia ndani ya ndege hiyo kabla hata haijaondoka. Akatazamana na makomando 20 waliokuwa wanaondoka na rais pamoja na familia yake. Kurwa akasema, nahitaji huyu mtu alindwe kwa umakini, yeye na familia yake, kusitokee makosa. Nadhani tunaelewana. Wale makomando wakamwambia ndio mkuu. Makomando hao wakajibu kwa pamoja, na kisha Kurwa alitoka nje ya ndege hiyo mara baada ya maagizo hayo, na taratibu ndege hiyo iliondoka katika uwanja huo mkubwa na ikapaa angani kuelekea nchini Peru. Baada ya ndege hiyo kupotelea mawinguni, Kurwa aliondoka na kurudi kwenye makazi yake. Akakivua kinyago chake huku akiingia chumbani kwake, akaandika ujumbe na kuutuma kwa bosi wake. Akajipumzisha kitandani akisubiria siku ya uvamizi ifike, akiamini kabisa ndo itakuwa ndo tiketi ya yeye kuingia nchini Tanzania bila kutiliwa mashaka yoyote. Yaani Kurwa alikuwa anasubiri wakina Bobby waje wavamie hiyo kambi, na kwa sababu wakina Bobby wao wanaamini kabisa wakina Bobby hawajui kama huyu mtu kafana na rais. Kwa hiyo akawa anasubiri tu siku kambi vamiwe, achukuliwe, apelekwe Tanzania kiurahisi kabisa akawe rais, ili hali rais original tayari wameshamsafirisha, wamempeleka Peru huko. Naam, msikilizaji, huku upande wa pili mwanadada Bad Lady akasoma ujumbe aliokuwa ametumiwa. Ujumbe huu ulisomeka, tumeshamsafirisha rais Peru, sasa nasubiria tu uvamizi, wale mabwege waje wanivamie wanichukue wakidhani mimi ndo rais. Bad Lady akasoma huo ujumbe tena, aliusoma mara 2, kisha akafuta hiyo message, akaingia katika chumba anachofanyia kazi. Bad Lady akamuuliza Spana, kuna mpya gani? Yule dogo wa IT afahamikae kwa jina la Spana akasema, madam, hakuna jipya, ni wananchi tu wanaendelea kutweet na wanahitaji serikali wajibike kwa kutokumrudisha rais mpaka sasa hivi, na pia serikali wajibishwe kwa kutokutoa taarifa yoyote ni wapi walipofikia, ikiwa siku zinazidi kusonga mbele tu. Unajua Spana, tatizo la Watanzania, yani mtu akiwa tu na bando lake basi anahisi kila kitu kinafanyika kwa wepesi sana, pasipo kujua swala la rais kutekwa limetafuna maisha ya watu wengi mno. Wewe acha tu sister, bongo raha. Alafu sister, nimejaribu kutumia kila aina ya mbinu kuisaka ile ndege iliyoondoka na rais, ila sister sijaweza kabisa kuipata. Nisikilize Spana, hili swala linaonekana kuwa na uzito mkubwa mno, alafu na watu wanaoliendesha inaonekana wamejipanga kwa kina sana. Tena sana madam, ila madam, mimi nahisi ya kuwa wahusika wako ndani ya serikali. Sasa watakuwa ni akina nani ambao hadi sasa hivi hawajajulikana? Madam, nimejaribu kufuatilia historia za wakuu wa majeshi yote nchini, ila sijaweza kupata historia ambayo ninaweza kumtilia mashaka japo hata kiongozi mmoja. Nisikilize Spana, mimi ninavyohisi itakuwa ni wafanyabiashara wenzake, kwa sababu kabla ya kuwa rais alikuwa ni mfanyabiashara, ujue, si ndio?
Ndio madam. Na hadi sasa hivi mfanya biashara, kwa sababu huyu rais huyu ana timu yake, ana kampuni zake zinazoendelea kuendesha hizo biashara zake. Nisikilize Spana, mimi naona tuchunguze wafanya biashara wenzake. Ni nani alikuwa na bifu naye? Labda tukianzia hapo tutapata kujua ukweli. Alafu kweli madam. Hilo wazo unajua limenijia muda huu. Tukijua wafanya biashara wenzake wangapi au ni nani alikuwa na bifu naye, tunaweza tukaanza kufuatilia kwa umakini mkubwa mno. Sawa madam. Basi acha mimi nifanye hiyo kazi afu nitakupatia majibu. Okay, poa. Mimi acha nitoke nielekee hospitalini. Sio tena ujauzito unanisumbua. Vipi nikusindikize madam? Hapana. Nahitaji kwenda kucheki hali yangu hii. Alafu jana, unajua nilikuwa najikaza ila nilikuwa ninahisi mapigo ya moyo yakienda kasi mno. Kwa hiyo acha tu niende hospitali. Okay, sawa madam. Unaenda hospitali gani kwani? Yoyote ambayo itanijia tu kichwani nikiwa niko njiani ndo nitakayokwenda. Nitakapofika nitakujulisha. Okay, sawa shemeji yangu. Naam, Badiledi akarudi chumbani kwake. Alijiandaa na ndani ya pochi yake akaweka bastola. Aliondoka nyumbani hapo na gari aina ya Toyota Prado TX new model ambayo ni mali ya mumewe Bobby. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona msemaji wa Ikulu ambaye aliingia katika eneo la kuzungumza na waandishi wa habari wengi waliofika Ikuluni hapo kwa ajili ya mahojiano nao. Mkutano na waandishi wa habari si ukaanza. Karibuni sana Ikulu waandishi wa habari. Sasa niende moja kwa moja kwenye swala lililotukutanisha hapa siku ya leo. Wengi wenu mlitarajia kukutana na makamu wa rais, ila kwa sasa makamu wa rais ana majukumu mengine ambayo anaendelea kuyashughulikia. Sasa lililonileta hapa ni kuwaeleza ya kuwa juu ya operation inayoendelea kumtafuta rais wetu sehemu ilipofikia. Operation inaendelea vizuri na tunatumaini makubwa rais wetu atapatikana. Siwezi kuzungumza kwa details za ndani kwa sababu ni masuala ya usalama, mambo ya operation. Kwa mimi nakaribisha tu maswali kwenu waandishi wa habari. Hapo waandishi wa habari wakanyosha mikono karibia wote. Basi akachaguliwa pale mmoja wapo. Mwandishi wa habari akasema, "Mnatueleza kuna operation inayoendelea. Je, itachukua muda gani hiyo operation mpaka kuja kuisha?" Kusema ukweli jamani, waandishi wa habari, mimi siwezi kusema hiyo operation itachukua muda gani. Ila kikubwa ni kwamba operation ya kumtafuta rais bado inaendelea. Lakini, je, hadi sasa kuna watu wanaoshikiliwa kwa tukio la kumteka rais? Kwa sababu mwizi asiyejua nyumba yako hawezi kuja kukuibia, ila anayekuibia ni mwizi anayekujua vizuri, na maana yangu ndio hiyo. Watu waliokuja kuvamia na kumteka rais ni watu wanaotujua. Je, kuna watu ambao hadi sasa hivi jeshi la polisi linawashikilia? Sasa unajua wewe mwandishi wa habari, unajua labda na kujibu swali lako. Sawa. Hatuwezi kuweka kila kitu hadharani kutokana na jambo lenyewe. Lakini wewe jua tu kwamba serikali inaendelea kushughulikia na kila kitu kinakwenda kwenye misingi yake salama salimini kabisa. Bwana, asanteni. Naona maswali yenyewe mnaouliza bwana hayana kichwa wala miguu. Mimi niwaambie asanteni waandishi wa habari. Baada ya kumaliza kuzungumza, huyu msemaji wa serikali aliondoka ukumbini hapo, huku akiwaacha waandishi wa habari wakiuliza maswali mengi ambayo hayakupata majibu yoyote. Makamu wa rais alizima TV iliyopo ofisini kwake, huku akiwa na washauri wake pamoja na wakuu wa majeshi yote, kwani swala la kumpata rais bado lilikuwa linaendelea kuwagonga vichwa, kwani hadi muda huo si nchi kubwa wala ndogo walizoshirikiana nazo zilizoleta jibu lenye matumaini ya wapi alipokuwa rais. Mheshimiwa, zikipita siku 90 bila rais kupatikana, inabidi wewe ndio uapishwe uwe rais. Naam, alikuwa ni mshauri wa makamu wa rais alizungumza hivyo. Jamani, hebu niacheni kwanza. Mimi kwa sasa akili yangu haiwezi kuapishwa. Ninachokiwaza ni rais apatikane. Marekani wametupa jibu gani kwani mpaka saizi? Marekani wamesema hadi sasa hivi hawajapata hiyo ndege. CDF alijibu na kumfanya makamu wa rais kwanza shushe pumzi taratibu.
Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona simu ya Ryan ikianza kuita. Ryan alipokea. Hiyo simu ilikuwa ni namba ngeni. Yes, hello. Kijana wangu, hujambo? Sijambo mzee wangu. Shikamoo mzee Max. Marahaba. Sasa bwana, nimeongea na Monica. Amenieleza kilichotokea nchini Tanzania. Ni kweli mzee wangu. Vipi, unaendeleaje na kuumwa? Mimi hali yangu bado iko vile vile. Pole sana mzee wangu. Nashukuru sana. Naam, mzee Max alizungumza kwa sauti ndogo inayoonyesha dhahiri shahiri kuwa alikuwa ni mgonjwa. Sasa nimekupigia simu hii kwa jambo kadhaa. Ndio mzee wangu, nakusikiliza. Watu wangu wa kuaminika wameniletea ripoti. Ripoti gani mzee? Ripoti ya wapi alipokuwa rais. Mzee wangu, rais yuko wapi? Vijana wangu wamenieleza ya kwamba wameiona ndege iliyombeba rais ikiwa imetua kwenye uwanja mmoja huko nchini Peru masaa 6 iliyopita. Masaa 6 iliyopita? Ndio, na kuna mtu na kutumia namba yake hapo. Atakupokea ukiwa uko Peru na mtajua ni wapi alipopelekwa rais. Okay, sawa mzee wangu. Nashukuru sana kwa hiyo taarifa. Tena sana mzee wangu, nashukuru mno. Wala usijali Ryan. Siku zangu siku hizi za kuishi zimebaki chache sana. No mzee wangu, sikate tamaa. Bado tunakuhitaji sana kwenye haya maisha mzee wangu. Ryan. Ndio mzee wangu. Na kuomba kitu kimoja. Ndio. Huyo kijana unayepambana kumwokoa, na yeye sio mtu salama kwa taifa la Tanzania. Kivipi mzee wangu? Sijakuelewa. Yaani unamaanisha huyu rais sio mtu mzuri? Ndicho nachokiongea Ryan. Kuna jasusi mmoja ana faili la siri za huyo rais. Endapo utalipata hilo faili, hakikisha yeye na ndugu yake hawatakiwi kurudi madarakani. Hapo mzee Max alizungumza kwa shida na Ryan alisikia mlio wa mashine ya kumsaidia mgonjwa kupumua, mlio ambao unaashiria kuwa hali ya mgonjwa inazidi kuwa mbaya na mapigo yake ya moyo yalikuwa yanazidi kushuka chini kwa kasi mno. Mambo yanazidi kupamba moto. Mzee Max ametoa siri ya kuwa rais ameonekana nchini Peru. Ni taarifa nzuri kwa Ryan na vijana wake, ila kazi anayopewa Ryan na mzee Max ya kuto kumruhusu huyo rais pamoja na pacha wake kuingia madarakani. Je, kuna siri gani iko nyuma ya pazia inayomhusu rais? Usikose kuungana nami katika sehemu ya 17, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi niliyekusimulia naitwa Uncle J Simulizi. Niseme asante kwa muda wako na kwaheri.